Naam, Dimitar Pantev Matatu kibarua chake tayari kimeshaota nyasi ndani ya wekundu wa Msimbazi mara tu baada ya kuona uongozi huo wa Simba unashindwa, timu inashindwa kupata matokeo mazuri. Tuliona pale Benjamin Mkapa timu namna ambavyo ilikuwa inapapatika, wenyewe kwa lugha ya mtaani inapapatika kama bisi kwa msemo wa Abdul Mkeenge huo, lakini pia tukashuhudia dhidi ya Maniema namna ambavyo walicheza wachezaji ni kama wanashindwa kuzitumia zile nafasi. Sasa mara baada ya hivyo hayo yote kujitokeza, uongozi wa Simba umetoka hadharani na kutoa taarifa kwa umma kwamba wamefikia makubaliano ya pande zote mbili na kuweza kusitisha mkataba huo na meneja huyo. Juma Shabani, ulikuwa ni wakati sahihi wa klabu ya Simba kuweza kufanya maamuzi magumu? Nadhani ilianza kuonekana baada ya yeye pia, kwa sababu hata wakati anaenda kwenye hiyo mechi alizungumza kidogo, lakini baada pia kurejea, kitu kikubwa ambacho alichokuwa anakizungumzia ni kwamba hatima yake wanaoijua ni viongozi wa klabu ya Simba. Inawezekana baada ya mechi kule pengine labda kuwa kuna kikao cha muda mfupi kuweza kujua tathmini na mwenendo wa klabu yao, namna gani ambavyo kocha Dimitar Pantev alivyoichukua na mpaka hapa ilipo, ni mafanikio gani ambayo Simba wameweza kufanyaje, wameweza kwenda nayo. Lakini tukizungumza Simba, nadhani kwenye mechi 2-3 za mwanzo wakiwa chini ya kocha Pantev, kila mmoja alianza kusema na kuanza kuzungumza kwamba sasa hii ndo Simba ambayo tunaofanyaje, tunaoitaka. Nakumbuka mechi tu ya kwanza ambayo ilikuwa ugenini kule, namna dhidi ya Nsingizini, namna ambavyo alivyocheza, kila mmoja alimnyoshia mikono kwamba huyu ndo mwalimu. Na uzuri hata Mkeenge naye alizungumza kitu akasema kwamba anachompendea Pantev sio mwalimu ambaye muda mwingi anatumia laptop. Ni aina ya makocha ambao wanatumia vitendo zaidi wakiwa wapi? Wakiwa viwanjani. Lakini binafsi imekuwa ni ghafla zaidi, kwa sababu ukirejea tu hata kwenye upande wa mkutano mkuu wa klabu ya Simba walikuwa wanazungumza kwenye mapato na matumizi. Ukiangalia miongoni mwa vitu ambavyo vimewapa hasara kubwa ni ile kutimua walimu, kwa maana ya kwamba Pantev alikuwa na mkataba na klabu ya Simba. Kitendo cha kumvunjia mkataba, si ndio? Ina maana lazima umlipe. Kuna fidia ambazo lazima uweze kuzigaramia kwenye upande wa mkataba wake. Kwa hiyo mimi nadhani ilikuwa ni swala la mapema zaidi. Wao walitakiwa kuanza kuangalia kiini cha tatizo ni wapi ambapo wao wanapo struggle zaidi, kwa sababu kumekuwa kunatoka kauli nyingi sana. Kuna baadhi ya viongozi wanaamini kwamba kuna wachezaji wanatumika upande mwingine. Kuna wengine wanaamini kwamba kuna baadhi ya viongozi wakiona Simba imeshake, baadhi ya kundi la viongozi linafanyaje, linafly. Sasa kumtoa kocha sio solution, kwa sababu haya bado yataendelea kuweza kufanyaje, yataendelea kuweza kusalia. Kocha msingi ilikuwa ni wao kwanza kuweza kujifanyia nini, tathmini. Je, sisi tuko sahihi? Je, vipi sisi tunatosha? Kwa sababu ukiangalia viongozi wa Simba kwa hichi ninachokiona ni kwamba hawazungumzi lugha moja, kwa sababu Magoli kama mwenyekiti wa bodi atazungumza hichi, Murtaza Mangungu kama mwenyekiti wa klabu atazungumza hichi. Na mwanzoni tu hapa kuna swali moja, kuna interview nimeona ilikuwa ina trend sana. Baada ya mechi alikuwa anaulizwa Mangungu, akasema nyie kila siku tu mimi mnaniuliza kuhusiana na timu kwamba inacheza, imefungwa, kwa nini hamuulizi na watu wengine? Sasa kama mwenyekiti wa klabu umechoka kuulizwa kwamba timu haiperform vizuri, unataka nani mwingine aulizwe? Kwa sababu mtu wa kwanza kuwajibika ni wewe mwenyekiti wa nini, wa klabu. Kwa hiyo mimi naamini nataka Chiko aulizwe. Sasa Chiko anaweza kukupa majibu gani? Sasa kama mwenyekiti hana majibu, labda Chiko au Ahmed Ally anayo. Sasa leo muulize Ahmed Ally kwamba kwa nini timu haishindi, kwa sababu yeye jukumu lake sio kusimamia hilo. Mwenyekiti wa klabu jukumu lake la kwanza ni kumwajibisha nani? Mwalimu. Mwalimu yeye anaenda kwenda kuwajibisha wachezaji wapi? Uwanjani. Kwa hiyo mimi nadhani muda haukuwa sahihi. Kwanza ilitakiwa kwanza wafanye tathmini kule juu, alafu wakishasafisha, baada ya hapo ndio waje sasa waangalie na huku chini, je, pako salama? Sawa sawa. Is it fair kwa wewe Raymond Pantev kuondoka na bench wasaidizi wake na Selemani Matola kuendelea kusalia ndani ya Simba? Well, ni siku 58 tu zimemtosha Dimitar Pantev kuweza kufundisha vilabu. Miezi miwili hajaitimiza. Of course tumekuwa kila siku tunazungumza swala la mwalimu anahitaji muda kiasi gani kwa at least kuweza kuinflict mbinu zake kuhakikisha timu inakuwa successful. Walimu wengi huwa wanapenda walau miezi mitatu ama siku 90, lakini kwa Pantev hazijatimia hizo siku. Lakini sasa hapa Besa tunakuja kwenye kiini
Simba akati inaenda kumfuata Dimitar Pantev walivutiwa na nini? Staili yake ya mpira. Pantev sio mwalimu ambaye anashinda magoli 6 ama 5 au anashinda kila mechi. No, Simba wakati wanaenda kufanya recruitment ya Dimitar Pantev ni kwa sababu ya kile walichokiona kwenye mechi mbili ambao wao walicheza naye. Staili yake ya kiuchezaji. Nitakuuliza swali fupi. Je, Simba katika mechi 5 ambazo unajua Pantev kacheza mechi 5 peke yake. Kwenye hizo mechi 5, lini ambao Simba ilicheza mpira mbaya? Achana na matokeo. Mpira mbaya lini Simba ilicheza? Of course unaweza kusema mechi ya JKT ilikuwa 50-50 haswa first half. Lakini tofauti na hiyo mechi, katika hizo mechi 5, hizo mechi 4, ni lini Simba ilicheza mpira mbaya? Yeye amekitimiza kile ambacho Simba walitaka yeye akitimize. Alikuwa kwenye process ya kuendelea kugeuza sasa ule mpira mzuri kuleta matokeo, scoring goals, na ndio maana kitu anacholaumiwa ni kwamba timu haiconvert nafasi. Inatengeneza a lot of nafasi lakini kuzitumia sasa ama kuzigeuza kuwa mabao ndio kitu ambacho kilikuwa kinashindikana. Of which sio siku ambalo unaweza, hicho sio kitu ambacho unaweza kufanya ndani ya siku moja au siku mbili, ni process. Lakini pia mwalimu yeye atakufundisha kuwa katika eneo sahihi, atakufundisha timu inatakiwa kuchezaje, lakini usahihi na ufanisi wa matendo it's up to players. Yani ile ni jukumu la mchezaji. Yani sasa hivi uwezo kaniambia Dimitar Pantev anatakiwa mfundishe Soa kupiga shot on target. Anatakiwa mfundishe kuconvert nafasi. Yeye atamfundisha tu fanya movement hii, fanya movement hii, fanya movement hii. Ile clinicalness na edge ni jukumu la mchezaji anayekuwa kwenye position. Kwa hiyo kwa namna fulani ukiangalia hii situation unaweza mbona kama watu wameamua tu kumtoa kama mbuzi wa kafara. Lakini sawa, ni mbuzi wa kafara. Simba ni sawa sana mgonjwa ambaye ana magonjwa zaidi ya 3 mpaka 4. Leo hii kaamua kuanza na gonjwa moja kwamba okay, Dimitar Pantev ni ugonjwa kwenye timu yetu, ndio maana si timu yetu haendi mbele. Je, ile timu kama timu Azehuru, kuanzia viongozi, wanachama, bodi pamoja na bodi zote mbili pamoja na hao watu wa mashabiki wa kawaida, je, ni hostile? Yani ni sehemu nzuri ya mwalimu kufanya kazi kwa sasa? Inawezekana mwalimu pale afanye vizuri, tofauti sababu ni nyingi. Sababu unaweza kukuta kama ndio hizo ametoka kuzungumza Juma. Yani pale Simba ni kama kuna vikundi vingi. Yani kuna kikundi cha magoli, kuna kikundi sijui cha try again, kuna kikundi cha Modewij, kuna kikundi cha wanachama. Kwenye timu sasa, kwenye squad pale kuna kikundi cha Aua, kuna kikundi, yani vikundi of which hawazungumzi lugha moja. Je, mwalimu gani ambaye anaweza kaingia pale na akafanya kitu kwa ubora mkubwa kama mazingira ya kuruhusu kufanya kazi? Na cha ajabu ni kwamba Pantev mwenyewe anasema hajapewa thank you. Yani yeye hana taarifa ya kupewa hiyo thank you. Unadhani nini kinaendelea hapa? Pengine ni sahihi kwa Pantev yani kutopewa taarifa? Kama ni kweli hajapewa taarifa, that is total disrespect. Kwani barua Simba ilikuwa inasemaje kwenye makubaliano yao? Wanasema makubaliano ya pande zote mbili. Lakini mwalimu wanasema hana taarifa hiyo ya thank you. Na mwalimu jibu alozungumza kwamba yeye yupo kwenye maandalizi kwa ajili ya mchezo unaofuata. Maana yake anajiandaa na dabi. No. Au baada ya hii ndo dabi. Kesho na mechi na Mbeya City. Yes. Baada hapo ndo inakuja mechi ya Azam. Kwa hiyo mwalimu alichokizungumza ni kwamba yupo kwenye maandalizi ya hatua za mwisho kuelekea kwenye upande wa mechi dhidi ya Mbeya City. Lakini kama alichokizungumza Raymond hapa. Jana kuna clip ambayo aliposti pia Ally Kamwe ambayo ilikuwa ni ya muda kidogo kwamba unajua kilichokuwa hata kinawatatiza Yanga kipindi cha nyuma ni wachezaji kuwa wanamilikiwa na watu binafsi na sio klabu. Kwa maana ya kwamba kuna kundi ambalo lilikuwa la kina Papi Kabamba, Faisal, kina Ibrahim Wajib, au kuna mtu alikuwa analipa mishahara. Kuna wachezaji ambao pia nao walikuwa na kundi lao, nao kuna mtu mwingine alikuwa anafanyaje? Anawalipa mshahara. Kuna wachezaji kama kina Deum na wengine hao walikuwa wanalipwa na klabu ya Yanga. Yanga ile ya bakuli. Kichokuwa kinatengenezwa pale ni makundi kwa wachezaji. Kwa sababu wakati sisi tunalia kwamba tuna njaa, kuna wenzetu wametoka kupokea jana. Wakati sisi tunalia tuna njaa, kuna wenzetu siku 3 zilizopita wametoka kufanyaje? Kupokea. Hao wengine wanasubiri mpaka Alambea kapo au ile bakuli lichangishwe ndo wengine wafanyaje? Wanufaike. Lakini sasa kama tumeamua tuende kwenye hii mifumo ya kisasa kwa maana ya usasa dunia ambavyo ilipoelekea huko, inatakiwa timu hii inatengenezwa na mtu mmoja.
kwa nini nimezungumza hivi? Kuna haya ambayo yanaozungumzwa kwamba kuna baadhi ya wachezaji wananunuliwa game fulani wasicheze vizuri, ili mwisho wa siku tu kuna mmoja ambaye anafanyaje wamemweka kwenye upande wa target. Mfano Elie Mpanzu sio kwamba klabu ya Simba ndio imemsajili. Kasajiliwa na nani? Try again. Na Ahmed Ally alilithibitisha hilo, akasema kwamba katika watu waliozunguka dunia nzima kumtafuta Mpanzu alikuwa ni nani? Ni Try again. Try again msimu uliopita alikuwa ni mwenyekiti wa bodi ya Simba, si ndio? Ya kurugenzi. Msimu huu hayupo. Yuko pembeni. Je, yuko happy na kile ambacho kilichotokea? Kwa maana ya kutolewa yeye na kuletwa mtu mwingine. Kwa ukitaka kuangalia hapo mzizi wa fitina unaanzia hapo kwanza kuja mpaka hapa. Sasa kinachozungumzwa, inawezekana kuna muda unakaa unafikiria kwamba inawezekana ikawa kweli kwamba kuna watu wanapigisha shoti ili mtu mmoja asifanyaje, asifanikiwe kwenye haya malengo yake. Kwa kile kinachoendelea Simba, Betha anaweza ukamchukua Pep Guardiola pale papu ukamweka na Astoboy. Yaani unaweza ukamleta mwalimu yoyote duniani na Simba ikashindwa kwenda mbele kwa sababu sio mazingira sahihi. Yaani environment yake sio sahihi kwa mwalimu kufanya kazi kwa ufanisi. Sio rafiki. Yaani hata ungekuwa wewe umepelekwa sehemu ambayo kuna vita vingi, ni ngumu kuonyesha ile potential yako kwa 100% kwa sababu timu kama timu, ndio maana ikaitwa neno timu. Timu sio gang, timu. Kwamba kila mtu anatakiwa kufanya kazi kwa ajili ya mwenzake. Je, jiulize, Mangungu anafanya kazi kwa ajili ya Try again ama kwa ajili ya magoli, au anafanya kazi kwa ajili ya Kamara? Yaani kuna mtafaruku mkubwa. Ndio maana klabu ya Simba hicho kifanya ni hatua moja ya matibabu. Wahakikisha tathmini ambayo wameifanya kwa Pantev na wao kama wao wajifanyie, ndo sasa waanze kufanya recruitment ya mwalimu. Lakini hapa wakihangaika na wakiingia haraka kutafuta mwalimu pasipo na wao kusort vitu ambavyo vinawasumbua ndani ya timu, huyu sikakasi kwa 58 na mechi 5, huyu atakuja atakaa mwezi mmoja na wiki 2 anakula mtaa kwa sababu sikuwepo kwenye ule mkutano, lakini niliona clip mtandaoni. Nakumbuka CEO alikuwa anafuatwa na waandishi, naulizwa, bwana wanachama ni kama vile hawaelewi nini kinaendelea. Hii jibu lake akasema hii ndo Simba. Sasa nile jibu kama sijalielewa yani. Sasa hilo jibu ukikaa ndo unaijua kwamba hii ni Simba. Kwa sababu mwenye nakwambia kitu kimoja, Betha. Ray kazungumzia siku 58 za Pantev, si ndio? Of course mwanzo mimi nilikuwa na mlaumu sana Fadlu. Yaani kuonekana kuwa msaliti ndani ya klabu ya Simba. Kwa maana gani? Na yeye mwenyewe pia alilizungumza baada ya usajili kuweza kukamilika, akimpongeza bwana Mohamed Dewji Mo kwamba walau hata kwa 90% mwalimu alishirikishwa kwenye soko zima la kiusajili. Kwa maana wachezaji ambao yeye alikuwa anawahitaji ndo wengi ambao wamepatikana kwa 90%, si ndio? Lakini Fadlu huyu hakucheza hata mechi moja ujue ya ligi. Akaamua kuondoka ndani ya klabu ya Simba. Naye unajua kuna kitu kimoja, kitendo cha mwalimu kumaliza msimu kwa hatua ile kubwa ambayo aliyofanikisha, kwa sababu ukiangalia Simba mwaka juzi walimaliza ligi wakiwa nafasi ya pili. Msimu uliopita walimaliza ligi nafasi ya 3 msimu wa mwaka juzi. Msimu uliopita wamemaliza ligi wakiwa nafasi ya pili na walimaliza pia fainali ya kombe la shirikisho wakiwa nafasi ya pili, si ndio? Kwa maana ya hatua kubwa ambao walikuwa wameifanya. Kwa hiyo ukiangalia kwa 100% kubwa mwalimu pia alikuwa tayari kukiendeleza kile alichoishia nacho msimu uliopita. Ndio maana akaamua tena kusaini mkataba mwingine wa kusalia kwenye upande wa timu na akahusishwa pia kwenye upande wa usajili. Cha kujiuliza, kwa nini mwalimu kwa muda mfupi tu abadili maamuzi ya kutaka kuondoka ndani ya klabu? Kwa hiyo haitaishia tu kwa Pantev, kama bado ule uongozi utabakia kuwa vile vile na kama vita bado itaendelea kubakia ile ile. Mimi nadhani kwa kila mwalimu atakayekuwa akija pale atakuwa anaondoka na akilalamika. Mfano mzuri Benchika baada ya kuondoka kuna speech ambazo alizozizungumza. Yule aliotoka Vipers, yule Brazil Robertinho, naye baada ya kuondoka pia naye alikuwa na malalamiko yake. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba kama wao watashindwa kuweza kujisafisha, sidhani kama kuna kocha ambaye anaweza akawa anaenda pale ndani ya klabu ya Simba na tunamwona akikaa kwa muda mrefu.